majanga. Ni kama wewe hutaki na kumwagiwa maji vile vile na unataka kukaa VIPB. VIPB ziko mbili. Kuna upande wa kulia na kuna upande wa kushoto. Upande wa kushoto ndio wenye tabia ya kumwagiana maji. Mimi ni kushauri ukakae VIPB ya upande wa kulia. Kule hakuna changamoto ya kumwagiana maji. Lakini kama bado unataka kukaa upande huo wa kushoto, usikae hapa mwanzoni karibu na tunnel, kwa sababu hapa ndio kwenye hiyo tabia ya kumwagiana maji. Sogea pembeni huko. Kwenye huku hakuna utamaduni huo wa kumwagiana maji. Natumai tumeelewana. Lakini kama hautaki tabu kabisa, kaa upande huu wa pili, upande wa kulia ambao huwa wanakaa kapu la magoli, kule wenyewe hawamwagiani maji. Ndugu zangu wana Simba, ndugu zangu waandishi wa habari, tunakwenda kuanza msimu wetu wa 7 wa kucheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Na ni msimu wetu wa 5 wa kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lazima kumbukumbu ikae sawa sawa ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambao tumecheza group stage 5 za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo. Na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage 5, sisi tutakuwa na 8. Wakifikia 8, sisi tutakuwa na 11. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wana Simba kuwa na mafanikio haya mfululizo ya kucheza mara 5 hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi tumekutana na timu ngumu, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo finali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kweli kwenye kundi letu, kundi D. Lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo finali. Hatujazoea, haijawahi kuwa hivyo kwa Simba Sports Club kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza kutawala soka la Afrika. Na mwaka huu pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Lakini kuvuka kwetu kwa safari hii kunahitaji tufanye kazi kweli kweli. Tunahitaji tushikamane kweli kweli. Tunahitaji tuwe nguvu moja ya dhati ili tuweze kuvuka. Sio nyepesi hata kidogo, lakini tutavuka. Na ili tuweze kuvuka, lazima tuanze vema tarehe 23 dhidi ya Petro Atletico di Luanda kutoka Angola. Ndugu zangu, tusiwadharau, tusiwachukulie poa, na watu sijisahau hata kidogo na tukadhani ya kwamba kwa sababu hawa ni weusi kutoka Sahara, kutoka kusini mwa Afrika, basi watakuwa ni wepesi. Ndugu zanguni, hii timu tunayocheza nayo Jumapili ijayo ni timu jiwe kweli kweli, ni timu ngumu kweli kweli, ni timu kubwa kweli kweli. Na tusipofanya maandalizi yetu sawa sawa kwenye idara zote, tutavuliwa taulo ukweni. Lazima kujipange sawa sawa. Anafungika Petro Atletico di Luanda, lakini sio kwa maneno na mdomo, kazi ifanyike sawa sawa. Kwenye upande wa kikosi hatuna mashaka. Meneja Dimitar Pantev, Selemani Matola Veron pamoja na wasaidizi wote wa benchi la ufundi wanaendelea na mipango yao thabiti kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo.
Palikobaki ni sisi kupande wa mashabiki, na sisi tufanye ama tutimize majukumu yetu ipasavyo, twende tukapate ushindi siku ya tarehe 23. Inawezekana tukaondoka na ushindi hapa Benjamin Mkapa. Lazima tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo, lazima tuje wote, lazima twende tukaishangilie timu yetu. Kila mwana Simba aje na mzuka wa kutosha, aje na energy ya kutosha, aje na nguvu ya kutosha. Twende tukaishangilie, tukawape moto na morali wachezaji wetu, wakatupambanie, wakapambane, wakapigane, ili mradi mnyama aondoke na alama 3. Kuna maana kubwa sana tukishinda mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi, lakini kampeni yetu ni ile ile. Kisa Benjamin Mkapa ni haki yetu. Kwa hiyo tunaanza na hizi 3, zinakuja 6 nyingine, lazima waziache Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, hili wala halitaji nguvu kubwa sana kukumbushana. Sote tunafahamu mashabiki wa Simba, uimara wetu, nguvu yetu siku zote imekuwa ni mashabiki. Siku zote nguvu yetu imekuwa ni ninyi. Mara zote mlipokuja uwanjani, mara zote mlipoujaza uwanja Benjamin Mkapa, Simba tulipata matokeo mazuri. Kwa hiyo password, kodi ya Simba kupata matokeo tarehe 23, mnayo ninyi mashabiki wa Simba. Kuja kwenu kwa wingi uwanjani siku hiyo ndiyo password ya Simba kupata ushindi siku hiyo. Asibaki mtu tawini, asibaki mtu nyumbani, kila mtu waje Benjamin Mkapa. Mkija kwa wingi Benjamin Mkapa, ninawahakikishia siku hiyo mnyama anaondoka na alama 3. Na sisi tunachokitaka siku hiyo ni alama 3 tu. Tuwe tumeianza vema kampeni yetu ya ligi ya mabingwa barani. Unamwaga cross Majanga.